Ninawasalimu katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni sana imani mwa Bwana, nyinyi mliopata kibali cha kuingia mahali hapa siku ya leo. Basi niwaombe watu wa Mungu, tusimame tukamshukuru Mungu. Kila mmoja mshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chake mwenyewe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Baba ninakushukuru, ninasema asante hata kwa ajili ya kibali ulichonipa sana muda huu cha kusimama tena madhabahuni mwako. Ninakushukuru kwa ulinzi, na kushukuru kwa uzima, ninakushukuru kwa afya. Ninasema asante Mungu mkuu hata kwa ajili ya kusanyiko liloko mbele zako. Ninajua Baba ni wewe mwenyewe uliowaleta mahali hapa kwa mkono wako. Ninakushukuru hata kwa ajili ya kumpa dhamana ya madhabahu hii. Baba ninakushukuru kwa jinsi unavyomlinda, unavyomtetea, unavyompigania. Baba ninakushukuru kwa ajili ya mke wake na watoto wake Mungu, kwa maana kazi iliyoko mbele zao Mungu ni kubwa, tena ni ngumu Mungu, kiasi kwamba kwa akili zao na fahamu zao hawawezi. Lakini ninakushukuru, ninakurudishia sifa na utukufu kwa jinsi ambavyo unawawezesha, unawatetea, unawapigania hata vijapo vita kuinuka, lakini bado unawashindia. Baba ninakushukuru hata kwa ajili ya wenzetu, marafiki zetu ambao wanawiwa kila itwapo leo kusikiliza sauti yako katika chaneli yetu ya Gideon Online TV. Ninawabariki katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila mtu ambaye ameingia imani mahali hapa, ninaomba amshangilie Mungu kwa makofi, kwa vifijo na nderemo. Asante Yesu Kristo. Basi watu wa Mungu, pasipopoteza muda, ninawasalimuni katika jina la Yesu Kristo kwa mara nyingine tena. Nikushukuru mtu wa Mungu unayetusikiliza katika chaneli yetu ya Gideon Online TV. Jina lako libarikiwe. Mungu akuinue tena. Mungu akutie nguvu. Mungu akutimizie kila haja ya moyo wako, kwa maana umejitoa kwa ajili ya kulisikiliza neno la Mungu kupitia chaneli yetu ya Gideon Online TV. Mungu akubariki sana. Basi nikukaribisha tena siku ya leo kwa ajili ya kulisikiliza neno la Mungu. Watu wa Mungu, basi tuendeni moja kwa moja tuingie katika neno. Leo tuna ujumbe unaosema ya kwamba tukampendeze Mungu katika kuadhimisha sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Kwa nini tunasema tukampendeze Mungu kwa kipindi hichi ambacho tunaelekea kwenye sikukuu za Christmas na mwaka mpya? Tunajua mahali hapa ndipo mahali ambapo wanadamu tunaanguka. Ndipo mahali ambapo wanadamu tunajikwaa. Tunajikwaa kwa nini? Shetani anatumia nafasi hii kutumia fahamu zetu na akili zetu, akituletea vishawishi vya aina mbalimbali. Yamkini tunamwacha Mungu wetu, Mungu aliye hai, Mungu ambaye ni baba yetu anayetupigania na kututetea. Hatimaye tunajikuta tumehamia tena upande mwingine ambao ni upande wenye machukizo. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tukiangalia kwa mfano nyakati hizi, watu wengi tumejiandaa kwa ajili ya sikukuu, lakini wengine tumeandaa ng'ombe, tumeandaa mbuzi, wengine tumeandaa hata sadaka kwa ajili ya kwenda kutolea yamkini kwenye madhabahu ambazo hazimpendezi Mungu. Lakini siku ya leo mtu wa Mungu, ni jukumu lako mimi na wewe tujipange, tuone kwamba ni wapi chaguo lako wewe, ni wapi ulipochagua, unaabudu wapi, umejipanga kwenda kuabudu katika madhabahu ya namna gani? Kwa maana katika sherehe za sikukuu za Christmas na mwaka mpya ni pamoja na kumtukuza Mungu katika kuabudu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana watu wa Mungu, tukiangalia neno la Mungu katika Kutoka 34 mstari ule wa 12 mpaka 15. Kutoka 34 mstari wa 12 mpaka wa 15. Nami nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ujihadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, lisiwe mtego katikati yako, bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao. Maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na
kutolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake. Haleluya, watu wa Mungu. Huyu ni Mungu aliyekuwa akizungumza na Musa, akimpa maagizo kipindi cha wana wa Israeli kutoka katika nchi ya mateso kule Misri. Mungu anamwambia Musa, jihadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, lisiwe mtego katikati yako. Haleluya, watu wa Mungu. Unapofanya agano, ina maana umekubali kufuata yale mambo ambayo umekubaliana nayo. Sasa lakini Mungu akamwambia unapofika kwenye ile nchi, usije ukaenda kwa Kanaani ukafanya agano nao. Kwa maana unapofanya lile agano, wasije wakakukangeusha ikawa ni mtego kwako. Akaendelea kusema kwamba Mungu akasema kwamba utakapofanya agano nao ikawa ni mtego kwako. Akasema bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao. Haya ni madhabahu ya mila na desturi. Kama sisi watu wa Mungu kule tulikotoka kabla hatujapata wokovu, neema hii ya wokovu, kuna madhabahu ambazo tulikuwa tunatumikia na mababu na mabibi. Yamkini mpaka sasa hivi wengine bado wako huko. Lakini sasa hapa Musa akaambiwa na Mungu kwamba ukitakapofika kule, wewe vunja zile madhabahu za watu wale, teketeza, katakata yale maashera, haribu zile madhabahu. Ndipo maana Mungu anamwambia kwamba usije ukafanya agano nao, kwa sababu atakuingiza katika yale maagano. Na sisi tulioko mahali hapa, watu wa Mungu, kila itwapo leo tunavunja na kuharibu hizi madhabahu. Tumeshatengwa sisi. Sasa katika nyakati hizi za sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya, tutakapojichanganya tena, shetani akaingilia kati yetu tena, ina maana kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa kurudi tena kule, kwenda kuabudu katika madhabahu zile. Ndio maana neno la Mungu siku ya leo tunasema kwamba tujihadhari, tukafanye sikukuu ambazo zitampendeza Mungu, zenye utukufu wa Mungu. Tuangalie kwamba tunaenda kusherehekeaje hizi sikukuu. Je, tunaenda kuabudu wapi? Kwa sababu tunaona wakati mwingine sikukuu kama hizi zikifika, watu wengine hata hawafiki tena imani. Wanakuwa tayari wameshaondoka, wamesafiri kwenda kula pamoja na ndugu zao. Lakini neno la Mungu linatuambia siku ya leo, ujihadhari mtu wa Mungu, ufanye sherehe ambazo zenye utukufu wa Mungu. Usije ukamkwaza tena Mungu. Kwa maana sasa hivi sisi tunatembea mahali hapa, yuko nguvu ya Mungu ndani yetu. Yuko Roho Mtakatifu anayetutetea, anayetufundisha, anayetuongoza kila itwapo leo. Lakini tunaporudi tena kule, ina maana Roho Mtakatifu anaondoka. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba tukafanye sikukuu ambazo zitampendeza Mungu, ili hatimaye tutakaporudi tena Mungu hawe pamoja na sisi, tusije tukatengwa na Mungu. Neno la Mungu likaendelea tena kusema kwamba maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Ina maana Musa anaambia utakapoenda kule, ukishaangusha hizo maashera, ukashakatakata maashera, kuangusha hizo madhabahu, ina maana hutamwabudu yule Mungu wa mahali pale. Ina maana hata sisi tunavunja zile madhabahu kila itwapo leo, tunaporudi tena kule kwa ndugu zetu, ina maana tunaenda kurudisha tena zile madhabahu. Mungu anasema kwamba yeye ni Mungu mwenye wivu, hapendezwi tena na sisi tunaporudi kule. Ina maana tunaenda tena kutumikia miungu mingine, Mungu apendezwe. Akamwambia Musa kwamba hutamtumikia Mungu mwingine tena. Na sisi mahali hapa tulipo watu wa Mungu, tukisha ziharibu hizi madhabahu zilijavunjwa, na tunaendelea kuvunja na kuharibu kila itwapo leo, lakini tusirudi tena kule. Kwa maana Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu, anasema mwenyewe. Anasema yeye ni Mungu mwenye wivu.
Anasema, anamwambia Musa, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake. Watu wa Mungu, Mungu hapa anamwambia Musa kwamba usije tena ukaenda kule, ukaenda ukachanganyikana na wale. Wao watakuwa wamemteka, na sisi tutakapokuwa mahali hapa tukaenda kule tutatekwa. Tutakuwa tunaendelea tena kutoa sadaka zetu kwenye ile miungu, na tutakapokuwa na wale nao watatuteka. Tutajikuta na sisi zile sadaka zao walizotolea kule na vyakula vyao wanavyoviandaa, wanavyoviabudu kwenye zile madhabahu za ambazo hazimpendezi Mungu, tutakuwa tumeshawishiwa nao tena, tunakula pamoja nao tena, lakini pia tayari kule ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu wetu hapendezwi na hayo. Ndio maana neno la Mungu siku ya leo linasema tunapoenda kujiandaa au tunapoenda kusherehekea siku hizi za Christmas na mwaka mpya, ni lazima watu wa Mungu tukafanye sherehe katika njia ambayo inampendeza Mungu. Tuangalie ni nini kinachompendeza Mungu, tufanye nini, tuabudu wapi, tule kitu gani? Kule kuna vyakula vingine wakati huo anaandaa, kuna sadaka zingine wakati huo anatoa, lakini sisi tunapoingia kule kwa tamaa tu zile za sikukuu za muda mfupi, tayari tunafanya tena mateka na tayari tunaingia tena kwenye machukizo. Mungu apendezwe na hayo. Kwa hiyo tu makini watu wa Mungu tunapoenda kwenye sikukuu hizi za Christmas pamoja na mwaka mpya, kwa sababu katika sherehe hizi ndiko huko tunakoangusha, tunapoharibu, tunapotenda uovu, hatutekelezi tena zile amri za Mungu, hatuheshimu maagizo ya Mungu. Kwa maana Mungu anasema kwamba mimi ni Mungu, tusiabudu kwenye nini, miungu mingine. Sasa tunapoenda kule tayari tumevunja amri ya Mungu, tumeshaingia kwingine ambako ni chukizo la mbele za Mungu. Kwa hiyo tuenende sawa sawa na neno la Mungu la siku ya leo linavyosema, na Mungu atawabariki. Basi watu wa Mungu, tuende tena katika neno lingine, tukafungue Yona 2:8. Yona 2:8 mpaka mstari wa 10. Nami ninasoma kwa msaada wa Mungu. Anasema, watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe. Lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani, nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu utoka kwa Bwana. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, habari za Yona tunazijua. Yona aliyetumwa na Mungu akahubiri injili kule Ninawi. Yona akakimbia, lakini akapata adhabu, akamezwa na samaki. Lakini hapa Yona mwenyewe anasema watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe. Hapa Yona alikuwa akilalamika, akiomba rehema, lakini yumo ndani ya tumbo la samaki. Baada ya hapo Yona anaendelea nasema, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani, nitaziondoa nadhiri zangu. Watu wa Mungu, usifikiri Yona alipita mahali laini sana. Alikuwa ni mateso kwenye tumbo la samaki. Alijikunjiaje huko? Alikuwa anaishije? Hebu tafakari jambo hili. Lakini anaendelea kumsihi Mungu akiwa ndani ya tumbo la samaki kwamba endapo Bwana utaniokoa mahali hapa, nitakutolea shukrani. Hebu nikuulize mtu wa Mungu, mimi na wewe tulioko mahali hapa, yako matendo makubwa ambayo Mungu ametutendea. Mungu ametuvusha katika magonjwa hatarishi. Lakini wewe siku ya leo, wewe na mimi, tumejipanga kutoa sadaka ya shukrani mahali gani? Tutatoa wapi sadaka zetu? Lakini mimi, Yona anasema, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani, nitaziondoa nadhiri zangu. Watu wa Mungu, tukirudi nyuma tunasema kwamba lazima
tutembee katika matendo ambayo yatampendeza Mungu kwenye kipindi hichi cha sikukuu. Je, wewe yamkini Mungu amekutendea mambo makuu. Mungu yamkini amekupa nyumba, yamkini Mungu amekupa watoto, yamkini Mungu amekupa ndoa, yamkini Mungu ameondoa hata magonjwa ndani yako, lakini unajiandaa kutoa sadaka ya shukrani. Je, umeshafikiria? Umeshawaza? Umeshafanya maamuzi sahihi kwamba mnaenda kutolea wapi sadaka? Watu wa Mungu, nataka niwaambie, wako wengine wameshajiandaa saa hizi. Wanasema mimi ninaenda kwetu kutoa sadaka za shukrani. Mungu amenipa nyumba. Lakini kumbe ni Mungu amempa, lakini bado hajachagua chaguo sahihi akaitolea wapi sadaka yake ya shukrani. Mimi na wewe mtu wa Mungu, siku ya leo tunapojipanga kuja kuleta sadaka zetu za shukrani, tulete madhabahuni mwa Bwana, mahali ambapo yuko Mungu aliye hai. Tusiende tena kule, tulishatengwa kule. Tulete sadaka zetu za shukrani mahali hapa. Yamkini ulisema, Mungu akinivusha mwaka huu 2025 nikivuka salama, nitamtolea Mungu sadaka ambayo ni naziri sasa. Je, hiyo naziri yako unaenda kuitengulia wapi, mtu wa Mungu? Ilete mahali hapa, mahali ambapo yuko Mungu aliye hai, yuko Mungu ambaye alikutetea, yuko Mungu ambaye alikupigania, yuko Mungu ambaye alikuokoa katika teso hilo, kama Yona anavyosema yeye. Kwa maana neno la Mungu hapa linaendelea, linasema kwamba nitaziondoa naziri zangu, wokovu utoka kwa Bwana. Yona alijua kabisa kwamba wokovu unatoka kwa Bwana. Na hata mimi na wewe mtu wa Mungu tulioko mahali hapa, ni Bwana ametuokoa. Basi kama ni Bwana ametuokoa, Mungu wa mlima Moria, tulete sadaka zetu za shukrani mahali hapa. Tumshukuru Mungu, ametuvusha na mambo mengi katika mwaka 2025. Ni lazima tumshukuru Mungu kwa viwango vya juu mahali hapa. Tusidanganyike watu wa Mungu. Tutoe sadaka zetu mahali hapa ili tukampendeze Mungu katika vipindi hivi vya sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Neno la Mungu pale linamalizia mstari ule wa 10. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Kumbe wakati Yona anamsihi Mungu, anaomba rehema, anamwahidi Mungu kumtolea sadaka za shukrani kwa sauti. Tena anamwahidi Bwana kwamba mimi nitategua nadhiri zangu. Mungu naye akasikia. Hivyo unavyoenda kutolea kule kwenye mabokibi, unavyoenda kutolea kule kwenye masale, unavyoenda kwenye miti mikubwa, ni Mungu yupi anakusikia hicho kilio chako? Au ni Mungu yupi anapokea sadaka zako za shukrani? Yona akasema atamtolea Mungu aliye hai, na tazama Mungu akamtetea Yona. Samaki akaenda, Mungu akamwamuru samaki akaenda kumtapika pwani. Na sisi watu wa Mungu tulete sadaka zetu mahali hapa ambapo Mungu anatembea pamoja na sisi, akitutetea, akitupigania kila itwapo leo, ili matendo yetu nyakati hizi za sikukuu yakampendeze Bwana. Mungu anapendezwa na watu ambao wanautii, watu ambao wanampenda, kwa sababu ukisoma katika Kutoka 20 ule mstari wa 6 anasema kwamba Mungu uwarehemu maelfu wampendao na kutii amri zake au sheria zake. Kwa hiyo watu wa Mungu tutii, na zaidi tumpende Mungu, kwa maana mtu unayempenda utamfanyia maovu. Mpende Mungu ili ukaweze kuepukana na matendo ambayo hayampendezi Mungu nyakati hizi za sikukuu. Mtu wa Mungu, tuende tena tukafungua kitabu kingine, Matendo ya Mitume 10 mstari ule wa 1 hadi wa 4. Matendo ya Mitume 10 mstari ule wa 4, kuanzia wa 1 hadi wa 4. Nami ninasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana?
akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Hebu angalia watu wa Mungu. Huyu alikuwa ni mtu wa Mungu, mcha Mungu. Na sisi tukaendelee kumcha Mungu kipindi hichi cha sikukuu. Tusimwache Mungu. Tusidanganywe na vyakula. Tusidanganywe na vinywaji. Tusidanganywe na mambo madogo madogo ya starehe. Tuangalie tunatembeaje? Ni wapi tuingie? Tule vyakula vya aina gani? Ili tukampendeze Mungu. Kwa maana huyu Kornelio alikuwa pia anamcha Mungu. Katika kumcha Mungu ni kutembea katika sheria zake na amri zake na maagizo yake. Akasema yeye na nyumba yake wote walikuwa ni watu wacha Mungu. Anasema alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Je, nikuulize mtu wa Mungu, kipindi hichi wewe umeandaa sadaka za kumtolea Mungu? Ni watu wangapi hata wewe umeshawashauri? Mimi na wewe tujiulize. Ni watu wangapi hata wewe umeshawaambia kwa habari ya matendo makuu ya Mungu? Ni watu wangapi ambao wewe umeshawaambia kwamba kuna haja hata ya kumshukuru Mungu kwa sadaka? Angalia, Kornelio alikuwa akiwapa watu hizo sadaka. Anawaambia nendeni mkamtolee Mungu sadaka za shukrani. Yamkini hata ni sadaka za ibada alikuwa akitoa. Lakini anasema na yeye alikuwa akimuomba Mungu daima. Je, sisi tunamuomba Mungu? Au nyakati hizi tutamweka Mungu pembeni tuendelee na mambo ya sikukuu? Tutaacha kuhudhuria mahali hapa kwa ajili ya kuja kumwabudu Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya sikukuu? Nyakati hizi ndizo nyakati zile unaona viti vimebaki wazi. Watu tumekimbia hema la Bwana. Je, huko kuna kumtukuza Mungu? Je, kuna kumtolea Mungu sadaka? Je, kuna kutembea katika matendo yanayompendeza Mungu? Watu wa Mungu, tutafakari sana. Tumrudie Mungu, tuende sawa sawa na matendo ya Mungu anayotaka. Basi watu wa Mungu, ni washukuru sana kwa ajili ya neno la Mungu la siku ya leo. Mungu ni mwema, ametulisha neno lake. Twende tukayafanyie kazi matendo haya na maneno haya ambayo Mungu ametuambia siku ya leo, ili tukapate kumpendeza sikukuu hizi za Krismasi na mwaka mpya. Mtu wa Mungu, naye tuangalie katika channel yetu ya Gideon Online TV. Mungu akubariki sana, kwa maana unajitoa kila itwapo leo. Mungu akubariki kupitia neno hili la siku ya leo. Hata na wewe mtu wa Mungu ujipange, utembee sawa sawa na neno la Mungu linavyosema siku ya leo, ili Mungu akaendelee kukuhudumia, Mungu akaendelee kushughulika na yale mahitaji yako, kwa sababu ninajua liko jambo Mungu atafanya juu yako. Basi watu wa Mungu, kwa kumheshimu Mungu, tusimame tukamshukuru Mungu. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru Mungu mkuu. Ninasema asante kwa ajili ya neno lako, ujumbe wako wa siku ya leo. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa ajili ya kila mmoja aliyelisikia neno lako siku ya leo. Baba, ninasema ni asante kwa sababu Mungu ni neema ya ajabu. Umetulisha neno hili. Ni kweli Bwana kwamba yamkini tungedanganyika, yamkini tungeenenda sawa sawa na matendo yale maovu, hatimaye tukakuchokeza we Mungu, tukakuacha, tukaingia katika maovu. Mungu, ninakushukuru. Ninasema asante. Naomba neema yako Baba ikatembee pamoja na sisi, kwa maana kwa akili zetu na fahamu zetu hatuwezi kusimama kama inavyokupendeza wewe. Achilia neema ya upendo zaidi, achilia neema ya kukujua wewe, achilia neema ya kukutukuza wewe kipindi hichi cha sikukuu. Mungu wangu na Baba yangu, namweka mtumishi wako, kuhani wako mikononi mwako Baba. Kipindi hichi cha sikukuu, mfalme wa falme, endelea kumtegemeza Baba, endelea kumlinda, endelea kumpigania, endelea Yesu kuachilia maachilio zaidi kwa ajili ya kutufundisha sisi wanawe tunaoishi mahali hapa katika hema hili, ili akaendelee kutulisha na kutufundisha katika njia zile ambazo zinakupendeza wewe. Baba yangu na Mungu wangu, ninaendelea kukubariki Baba, ninaendelea kukutukuza na kuinua, ni katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba na kuamini, na kila mmoja amshangilie Bwana.